Sasa yule awali moja, kwanza ni kwamba kila mmoja na dhambi, hiyo ni wazi, na dhambi zipo za aina mbalimbali, dhambi kubwa na ndogo. Hata Wayahudi walijua hilo na Yesu alijua hilo, na yule kijana hakumwambia kwamba hauna dhambi, alimwambia kwamba anashika amri. Mwambia unashika amri? Akamwambia ndiyo, tangu ujana. Hajasema kwamba hakuwa na dhambi, ila anajitahidi kushika amri, na Yesu akaona kweli huyu kijana anajaribu kuishi kadiri ya amri za Mungu. Kwa hiyo alikuwa na vikosa huko na huko, lakini hakumwambia kwamba asiye na dhambi pia naye kwenda mbinguni tu, sababu kuna huruma ya Mungu. Na pia hata Yohana anatuambia tusiwaombee wale ambao wana dhambi kubwa, ambazo ni dhambi za mauti. Kuna dhambi ambazo tunaweza kuwaombea na kupata msamaha. Kwa hiyo kuna grade ya dhambi pia, na kanisa linafundisha hivi. Sasa dhambi ambazo za mauti ndio dhambi ambazo zinavunja amri ya Mungu, amri za Mungu. Na hizo dhambi, yani tunaweza kuwa na dhambi ambazo ni kutokutimiza wajibu au kukosa mapendo kwa mambo mengi tu katika maisha. Na hakusema kwamba yule kijana alikuwa innocent, he did not. Alimwambia kwamba najaribu na nashika amri za Mungu ndio tangu utoto, lakini hakumwambia kwamba ana dhambi. Yesu alimuona kwamba ni mnyofu kijana na akampenda. Hilo la kwanza. Hakuna neno pale kwamba you are innocent, you don't have any that, una dhambi. Kwa alikuwa anashika amri na anajitahidi kushika amri za Mungu, yale iliyovunja amri za Mungu kwa makusudi, na pia kujitahidi kuzishika. Kijana alijitahidi na alijaribu kuzishika amri, kwa hiyo akamuona kweli mnyofu. Hilo la kwanza. Hakuna neno pale kwamba hana dhambi. Sasa hawa wote waliokuwa pale, wao wanaonywa kwamba hakuna anayedhubutu hapo ulimwenguni ana hatia, hana dhambi. Sababu kuna kushikuwa na hatia, ni hasa hatia hapa ni kuwa mtendaji. Ni mtu mwenye hatia ni yule anayetenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, upendo wa Mungu, na ambaye ashike amri za Mungu, hajavunja amri. Mwenye kuvunja amri za Mungu huyo ana hatia. Sasa lakini wale watu, kila mmoja alikuwa na dhambi aina fulani. Hata pengine kati yao walikuwa hawafanyi uzinzi, walikuwa hawaibi, hawaui, zile amri za Mungu zile. Kati ya hao kuna wengi walikuwa, karibu wote walikuwa kasoro fulani. Wengine hawaenda sabato au kufanya idi, au kutumia au kutamka neno la Mungu, jina la Mungu ovyo, hawakuapa bure, hawakutii. Mambo haya yote kati ya waliokuwa pale, na wivu na nini, mambo mengi, hakuna ambaye alikuwa hana dhambi. Na kwa hiyo ni wazi kwamba hakuna alikuwa na haki ya kumshitaki au kumuua. Nini, mtu anayepaswa kuua mwenzake ni yule ambaye hana dhambi, hana hatia, maanake hajavunja amri za Mungu, ni mwenye hatia. Na wote walikuwa na hatia kwa kasoro katika kuwa kweli watu wasio na dhambi. Basi yule mama alikuwa na dhambi na nyingine pia, lakini asitende dhambi, asivunje amri za Mungu tena kwa makusudi na kuamua kimaisha, ajitahidi kushika amri za Mungu, na hivyo
alimwambia mama yeye, usitende dhambi tena, yake kuvunja amri za Mungu, zile amri kuu za Mungu. Hata kama anavyoishi hapa ulimwenguni, atakuwa na vidhambi vidogo vidogo, labda hasira, atakuwa na aina fulani ya wivu, atakuwa na ya sengenya watu, kuna nini. Dhambi hizi ndogo, huyu mama hakumwambia kwani wewe uwe piwa. It would be impossible since she was human, weak, ila ajitahidi kushika amri za Mungu, azisivunje tena tena amri za Mungu. Mojawapo ni ya uzinzi. Ndio wanawake amwambia usitende tena dhambi, akiwa na maana ashike amri za Mungu. Kwa Wayahudi ndio hiyo ilikuwa muhimu, kushika amri za Mungu. Kwa hiyo ni waagizo la yote angeambiwa, angemwambia kila mmoja, hata mitume wale wote wangepewa agizo hilo, usitende dhambi tena. Hiyo ni basi, hakuna cha ziada kwetu.